الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، enyi ndugu zangu katika imani hii ya Kiislamu, tunaendelea katika kukieleza kisa cha Anas bin Malik, na hapa tupo katika muendelezo wa sehemu ya tatu baada ya kuelezea sehemu ya kwanza kwa namna ambavyo kwamba Allah tabaraka wa taala katujalia, na tukaielezea nafasi ya pili kwa namna ambavyo kwamba Allah tabaraka wa taala ametuwezesha, na hivi leo tunaelezea sehemu ya tatu ili tupate mafunzo kupitia kisa hichi cha Anas bin Malik pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwongozo ambao ulikuwa ni khairu, ni bora mno kwa mtu ambaye kwamba ataufuata mwongozo huu. Tulishia katika sehemu ambayo kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anampa Anas bin Malik nasaha mbalimbali. Kwa hiyo aasha Anas bin Malik, Anas aliishi baada wafati Rasul alayhi salatu wassalam, baada ya kufa bwana Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, nafiyan wa 80 aman, zaidi ya miaka 80. mala khilalaha, alijaza ndani ya miaka hii 80, as-sudura, alizijaza nyoyo, ilman, elimu, min ilmi ar-rasul al-a'zam, kutoka katika ile elimu ya mtume mtukufu sallallahu alayhi wasallam, wa atsara fiha al-uqula, na akazijaza ndani ya miaka hii 80 na ushaa, fiqhan, akaijaza fiqhi, min fiqhi an-nubuwa, katika ule utambuzi ambao kwamba aliwafundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam masahaba wake. wa ahya fiha alquluba, na akaihuisha ndani ya miaka hiyo 80 na ushaa nyoyo, bima bathahu baina as-sahaba, kwa kile alichokitawanya kati ya masahaba, wa tabi'in, na matabi' min hadi an-nabi, katika ule mwongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama azaahu fi an-nas, na kile alichokisambaza kwa watu, min sharifi aqwali ar-rasul, katika yale matukufu ya kauli za mtume al-a'zam, aliyekuwa ni mtukufu sallallahu alayhi wasallam, wa jalili af'alihi, na yale matendo yake yaliyokuwa ni bora mno. Kwa hiyo Anas bin Malik aliishi baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuondoka katika ulimwengu huu, aliishi miaka 83. ndani ya miaka hiyo aliitumia katika kuwafundisha watu, aliitumia katika kuelezea Uislamu, aliutumia katika kuelezea namna gani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi na maswahaba, aliishi na wale waliokuwa wanamzunguka, alijaza fiqhi na akaijaza elimu miongoni mwa elimu alizofundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وقد غدا أنس، حقيقة alikuwa Anas ala tuli hadha al-umri, juu ya umri huu mrefu, al-madid, uliokuwa ni mkubwa mno, marji'an lilmuslimin, ni rejeo la waislamu. Pale ambapo waislamu waliokuwa wakiwa wana shida ya aina yoyote, wakiwa wanahitaji fatwa ya aina yoyote, basi rejeo lao lilikuwa ni Anas bin Malik. yafzauna ilayhi, waislamu wakawa wanaenda kwa Anas bin Malik, kullama ashkala alayhim amrun, kila pale jambo linapowatatiza walikuwa wanamfuata Anas bin Malik, wayuawiluna alayhi, na walikuwa wanamtegemea Anas bin Malik, kullama istaghlaqa ala afhamihim hukmun, pale ambapo kwamba inapofunga katika fahamu zao hukumu ya aina yoyote, waislamu walikuwa wanamtegemea Anas bin Malik, jambo ambalo walikuwa wao walifahamu namna gani hukumu yake, vipi tunaweza kuwa katika jambo hili, basi wanamfuata Anas bin Malik. Anas anawatolea fatwa jambo lile. min dhalik, tupate basi kuyazungumzia baadhi ya mambo ambayo kwamba waislamu walimfuata Anas bin Malik baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuondoka katika ulimwengu huu.
anna ba'd al-mumarin fi ad-din, hakika baadhi ya wale wenye kubishana katika dini, ja'alu yatakallamuna fi thubuti hawd an-nabiy, walikuwa wanazungumza katika kuthibiti hawdhi la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawdhi ambalo kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza yoyote atakayekunywa katika hawdhi hilo basi hatosikia kiu hata siku moja. Kwa hiyo watu wakawa wanaulizana na kubishana, je, jambo hili ni la kweli? Kwa hiyo wakaona wamfuate miongoni mwa maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kwa wakati ule wakaona Anas bin Malik ni sahaba ambaye kwamba ana elimu na jambo hili, wakamfuata. fasaluhu fi dhalik, wakamuuliza kuhusiana na hawdhi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala Anas bin Malik akasema katika kuwajibu watu hao waliokuwa wanabishana, ma kuntu adhunnu, mimi sikudhani, anna Aisha kuwa nitakuja kuishi, hatta ara amthalakum, ya kwamba nitakuja kuwaona mfano wenu, yatamarauna, wanabishana na kuzozana fil hawdhi, katika kuthibiti hawdhi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. laqad taraktu ajaiza khalfi, hakika mimi nimewaacha vikongwa nyuma yangu, ma tusalli wahidatun minhunna, hakuna yoyote miongoni mwao anayeswali, illa salatillaha, isipokuwa anamuomba Allah tabaraka wa taala an yasqiyaha, amnyweshe katika hawdhi ile, an yasqiyaha min hawdhi nabii, amnyweshe kikongwe huyo kutokana na hawdhi ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Anas bin Malik anawaelezea, ikiwa nyinyi mnazozana jambo hili ni kweli, kwani niliwaacha maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko nyuma, ambao kwamba washatangulia katika akhera na ambao kwamba bado hawajatangulia katika akhera. Pia niliwaacha vibibi vikongwe ambavyo kwamba vinaamini mafundisho haya ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hakuna yoyote katika vibibi hivyo isipokuwa anamuomba Allah tabaraka wa taala aje amnyweshe hawdhi hii ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walaqad dhalla Anas bin Malik, hakika aliendelea Anas bin Malik, yaishu ma'a dhikra rasulillah, anaishi pamoja na kumkumbuka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mamtaddat bihi alhaya, muda ambao kwamba uhai kwake yeye ulirefuka. Fakana shadid albahja, alikuwa ni mwingi wa furaha, biyaumi liqaihi, kwa ile siku aliyokutana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoizungumzia huko nyuma katika sehemu yetu ya kwanza. Alikuwa ni mwenye furaha mno, sakhiya damaa, alikuwa ni mkarimu wa machozi, kwa maana alikuwa ni mwenye kulia sana, ala yaumi firaqihi, juu ya ile siku mtume aliondoka na kuwaacha maswahaba wakiwa hawana muongozo isipokuwa kile alichowaachia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na muongozo wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. kathira tardidi likalamihi, Anas bin Malik aliendelea kuwa ni mwingi wa kuyarejea maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kule kuwafundisha watu. harisan ala mutaba'atihi, ni mwingi wa pupa katika kumfuata mtume, fi af'alihi, katika vitendo vyake bwana mtume, wa aqwalihi, na katika maneno yake mtume. yuhibbu ma ahabba, Anas bin Malik kutokana na mafundisho aliyopewa na mtume na yale mapenzi aliyojazwa na mama yake kumpenda mtume, basi alikuwa anapenda kile anachokipenda mtume. wayakrahu ma kariha, na alikuwa anakichukia kile ambacho kwamba mtume anakichukia. Jambo ambalo kwamba mtume analipenda, basi na Anas bin Malik akawa analipenda, na jambo ambalo kwamba mtume analichukia, Anas bin Malik naye akawa ni miongoni mwa kuchukia jambo lile. wakana akthara ma yazkuruhu, na alikuwa mara nyingi katika yale anayoyakumbuka, min ayamihi, miongoni mwa yale masiku yake ya kuishi katika dunia hii ya umani, alikuwa Anas bin Malik anayakumbuka masiku mawili tu. yaumu liqaihi ma'ahu, Anas bin Malik ikiwa ulikuwa ufahamu ni siku gani alikuwa anaikumbuka,
katika uhai wake wote zaidi ya miaka 100, anasema alikuwa anaikumbuka ile siku aliyokutana na Mtume Muhammad awwala marra, kwa mara ya kwanza. Kama tulivyoelezea, watu wote wa Madina walikuwa ni wenye furaha, walikuwa ni wenye kuwa na hamu ya kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa ni miongoni mwa wakazi wale wa Madina. Kwa hiyo siku hii Anas bin Malik radhiyallahu anhu alikumbuka sana katika uhai wake. Wa yaumu mufariqatihi, na siku ambayo kwamba alitofautiana naye, kwa maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliondoka katika ulimwengu huu na kufa kuelekea katika upande wa Mola wake. Kama ilikuwa huijui hiyo ni siku gani, akhira marra, hiyo ni mara ya mwisho kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idha zakara al-yawm al-awwal, Anas bin Malik pale anapoikumbuka siku hii ya kwanza, siku aliyokutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'ida bihi, huwa anapata furaha na kupata bahati. Wantasha, na anakuwa ni mwenye kupata harufu mzuri, kana kwamba vile amenusa mafuta ya miski, kwa ile furaha yake na bahati aliyoiona amepata wakati ule. Wa idha khatara lahu al-yawm ath-thani, na inapoingia akilini siku ya pili, ikiwa huikumbuki siku hiyo ni ile siku ambayo kwamba Mtume alikufa, intahaba, basi hupanda kibri, wabaka, na analia kwa uchungu. Katika kulia kule analia mpaka wale waliokuwepo pembezoni mwake wanamuonea huruma. Wabaka man haulahu minan nas, na anawaliza kwa kilio chake wale waliomzunguka katika watu. Wakathiran, mara nyingi Anas bin Malik ma kana yaqul, yale ambayo kwamba alikuwa anayasema, alikuwa anapenda kusema maneno haya: laqad raaitu an-nabiyya, hakika mimi nilimuona Mtume alayhi salatu wassalam, yauma dakhala alaina, siku ambayo kwamba alikuja katika mji wetu. Wa raaituhu, na nilipata bahati pia kumuona yauma qubidha minna, siku ambayo kwamba alikufa na akaondoka katika mji wetu wa Makka na katika huu mgongo wa ardhi. Falamma raa yaumaini, na mimi sijapatapo kuyaona masiku mawili, yushabihanihima, yenye kufanana na masiku hayo mawili, siku Mtume alioingia katika mji wa Madina na siku Mtume alioondoka na kufa katika huu ulimwengu. Siku hizi mimi nilikuwa ninazikumbuka sana na nilikuwa hazitoki katika akili yangu. Fafi yaumi dukhulihi al-Madina, ama katika ile siku ambayo kwamba Mtume aliingia katika mji wa Madina, adhaa fiha kulla shay, kiliangaza, kilipata nuru kila kitu ndani ya mji huo. Wa fil yawmi alladhi, na ndani ya ile siku ambayo au shaka fihi, alikaribia Mtume ayamdhia ila jiwaru rabbih, kuelekea ule upande aliokuwa Mola wake, kwa maana kipindi kile anakufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azlama fiha, kilipata kiza ndani ya mji huo wa Madina, kulla shay'in, kila kitu kikawa hakina mwanga, kikawa kimekosa nuru. Kwa hiyo ni siku ambazo kwamba mimi ninazikumbuka sana siku hizi. Wakana akhira nadharatin, na ulikuwa ule mtizamo wa mwisho, nadhartuha ilaihi, niliouangalia kumwangalia Mtume, yaumal ithnaini, ilikuwa ni siku ya Jumatatu, hina kushifati sitaratu, wakati ilipoondolewa sitara ya pazia, an hujratihi, kutoka katika chumba cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraaitu wajhahu, hakika mimi niliuona uso wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kaannahu waraqatu mushafin, kana kwamba ni karatasi ya msahafu. Wakana an-nas, na wakati huo watu walikuwa, wakana an-nasu yawmaidhin, na siku hii watu walikuwa wukufan, ni wenye kusimama, khalfa Abi Bakar, nyuma ya Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yandhuruna ilayhi, wakimwangalia Abu Bakar. Waqad kanu, hakika watu, waqad kadu an yattaribu, hakika watu walikurubia kubabaika, kuyumba, kuwa katika hali mbaya mno.
فأشار إليهم أبو بكر akawaeleza na kuashiria anithbutu kuweni na ithbati. Ni siku ambayo kwamba Madina iliingia huzni, Madina iliingia mfadhaiko mkubwa Madina. Kila mtu katika nyumba za Madina akawa analia namna gani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa siku hii wanamkosa, kwa siku hii hawatakuwa karibu naye, kwa siku hii watakosa ule mwongozo walikuwa wanaupata ndani ya miaka 10. Thumma tufiya ar-rasul alayhi salatu wassalam, kisha ndani ya siku hii ya Jumatatu akafa mtume fi akhir dhalika al-yawm, jioni ya siku hii ya Jumatatu. Fama nazarna manzaran, hakika hatujapatapo kuona manzar kana ajaba ilaina, yalikuwa yanapendeza zaidi matizamo hayo min wajhihi, kuliko ile sura ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hina warainahu turabahu, pale tulipomfukia na mchanga wake. Hakika ni siku ambayo kwamba tuliuona uso wa mtume unatoa nuru, uso wa mtume ni wenye kupendeza, uso wa mtume ni wenye kutoa tabasamu. Ni siku ambayo kwamba kila nikikumbuka mimi inaniletea majonzi, inaniletea mfadhaiko, inanifanya nikose amani katika hii dunia, kwani nilimpenda mtume wangu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakika ni siku ambayo Madina iliingia giza, ni siku ambayo kwamba ulimwengu uliingia tafaruki, siku ambayo kwamba kila Muislamu anapoikumbuka siku hii ya kuondoka bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi anakuwa katika hali ambayo kwamba kana kwamba amemwagiwa maji ya moto au maji yaliyokuwa baridi mno, kwani ni siku ambayo kwamba inamtia majozi. Ni siku ambayo kwamba akikumbuka basi anaona haina mfano kwake. Ni siku ambayo kwamba alikosa kuyasikia maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia mdomo wake. Ni siku ambayo kwamba alikosa kuona ule mwongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia vile vitendo vyake alivyokuwa na vitenda kwa wao maswahaba. Kwa hakika Anas bin Malik, kutokana na ukarimu huu wa mtume, alikuwa ni mwenye kuwa na huzuni kubwa mno. Walaqad daa Rasulullah, hakika mtume aliomba kumwombea Anas bin Malik akthara min marra, zaidi ya mara moja. Wa kana min duaihi lahu, na ilikuwa miongoni mwa dua za mtume alizokuwa anamwombea Anas bin Malik ni ile dua ambayo kwamba tulisoma katika sehemu ya kwanza, lakini kutokana tunaendelea na kisa hichi muendelezo wa sehemu ya 3, na hapa tutafikia mwisho ili kuendelea sehemu ya 4. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Anas bin Malik katika kumwombea dua, Allahumma ruzuquhu malan wa walada, ewe Mola ninakuomba umruzuku Anas bin Malik mali na watoto wengi, wabarik lahu, na mpe baraka katika jambo hilo. Ni ajabu mno mtu kuomba watoto wawili au mmoja, wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe anatuhimiza tuoe wanawake wenye kuzaa ili tupate watoto wengi, na pia nawaombea maswahaba wake ili wapate watoto wengi. Lakini ulimwengu wa sasa tunasikia uzazi wa mpango, uzazi ambao kwamba hauna kheri kwako wewe, uzazi ambao kwamba hauna faida kwa maisha yako, uzazi ambao kwamba hata Uislamu haukubali na uzazi huo, isipokuwa kwa dharura mno, na dharura ni dharura ya kiafya ambayo kwamba itakupelekea wewe kuwa na madhara, na huwezi kupata madhara isipokuwa kwa uwezo wa tabaraka wa taala. Kwa hiyo mafundisho haya na dua hii pia inakuja kwetu sisi. Tunahitajika tuzae watoto wengi ikiwa sisi tumejaliwa kizazi na Allah tabaraka wa taala ya cha kuzaa, na wala tusibanebane, na wala tusijione tuna maisha magumu au tuna maisha ya dhiki, bali mtoa riziki ni Allah tabaraka wa taala. Cha muhimu ni kumwelekea yeye na kujishughulisha na kujipa sababu ya kupata riziki wewe, alafu kazi ya kukupa muachie yeye Allah tabaraka wa taala. Allah hamnyimi mja wake na atakupa riziki sehemu ambayo kwamba wewe hutarajii, kwani haya ni mafundisho yaliyokuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuishie katika sehemu hii ya 3.
biidhnillah tabaraka wa taala tutaendelea katika sehemu ya 4 na tutaanzia katika sehemu hii ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwombea msahaba wake huyu dua. Je, dua hii ilikuwa na natija gani? Je, dua hii faida yake ni ipi? Allah alikubalia au la? Tutakuja kujua biidhnillah. Kuwa na mimi katika mwongozo na mlolongo wa kisa hichi cha Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.